Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, akizungumza na washauri wa walimu wa vituo vya walimu Wingwi na Miti Ulaya, amesema mageuzi hayo yanalenga kuviimarisha vituo vya walimu ili viwe na hadhi sambamba na kuandaa walimu bora watakaosaidia kuinua kiwango cha elimu kwa wanafunzi. TC zinatakikana ziwe na maabara za kisasa, ziwe na maktaba za kisasa, ziwe na kompyuta lab ya kisasa, ziwe na mkonga wa kisasa na ziwe na madarasa kama ambavyo nimesema, ambayo yanaendana na uhitaji wa sasa. Na hayo ndio maamuzi ya serikali. Kwa katika zoezi hili TC tunazo karibu 11. Hatuwezi zote kwa mara moja tukazifanyia marekebisho. Aidha, Waziri Leila amesisitiza kuwa wizara yake itahakikisha maslahi ya washauri wa walimu yanazingatiwa ipasavyo sambamba na kusimamia posho zao kwa uwazi na ufanisi. Jitihada hizi za kureview posho zenu na kitakuwa kikubwa zaidi kuliko hicho cha walimu wakuu, ambacho kwa sababu katika muundo nyinyi mko juu ya walimu wakuu sasa ambao mnasimamia. Kwa hiyo muundo ule tuko katika kupeleka ili na nyie muweze kushuka katika hapo. Kwa upande wao, washauri wa walimu wametaja changamoto kubwa inayowakabili kuwa ni pamoja na kutolipa posho zao kwa wakati na kuiomba wizara kulipatia ufumbuzi tatizo hilo. Kitiko makubwa kwa sababu mwisho wa siku itakuja kwa kama kuvunjia na hadhi. Kweli mwalimu mkuu enda muangalia na walimu wake umpe ushauri. Wewe ukienda ajua hasa huyu mwalimu ni dhofu, kwa sababu uenda kule na ulibu. Kwa nafasi zetu sisi washauri kidogo nafasi kubwa, kwa sababu gani? Tunasimamia wilaya nzima, lakini hatuna hata kile kiposho kidogo ambacho tunapewa. Msaidizi mwalimu mkuu anapewa angalau 130 na mwalimu mkuu anapewa 150, lakini sisi hata ile senti moja ya posho la kazi yetu hatupewi. Ziara hiyo ya waziri wa elimu imelenga kuimarisha wajibikaji na kuhakikisha kuwa maslahi ya washauri wa walimu yanazingatiwa ili vituo vya walimu viwe na hadhi ya kutoa matokeo bora kwa wanafunzi.